Bishara ya mwisho ya duniani kumalizia, ayuha ikhwa alkiram, ya muttaqin, ni bishara ya nur ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuwa kila mcha Mungu akiwa hapa duniani anatembea na nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na maana kutembea na nuru ya Allah azza wa jalla, maana yake ni kwamba unatembea na basira. Na maana kutembea na basira, maana yake unatembea na ukiwa katika hidayah ya Allah subhanahu, na ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa mwongozo maalum na kwenda nao, hiyo ndio nuru ya Allah subhanahu. Hii ni bishara kubwa sana ambayo kila mcha Mungu Allah azza wa jalla atamruzuku nayo hapa duniani. Rabbuna tabaraka wa taala atuambia, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Hiyo ndio ibara. Enyi mlioamini, ittaqullah, kweni na taqwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa aminu bi rasulihi, na muamini mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, malipo yake ni kwamba Allah azza wa jalla atawapa katika rahma zake mara mbili au sehemu mbili. Kiflaini ay nasibain, atawapa sehemu mbili, mara mbili ya rahma yake subhanahu wa ta'ala. Yani atawapeni rahma mardufu, mara mbili, mudhaaf. Thaniyan, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, na tawajalieni kila mcha Mungu hapa duniani atakuwa anatembea na nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nini nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo atakuwa atembea nayo kila mcha Mungu? Nuru ya Allah azza wa jalla ambayo kila mcha Mungu atakuwa yatembea nayo ni hidayah. Utakuwa katika uongofu, kwa sababu nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala ni uongofu, na ndio maana Qur'ani ikaitwa nuru, kwa sababu Qur'ani ni uongofu. Allah azza wa jalla tuambia, wa kadhalik awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kwa hiyo Qur'ani hii Allah azza wa jalla kaiita kwamba ni nur kwa sababu inatoa uongofu. Sasa mcha Mungu daiman na abadan atakuwa katika maisha yake akitembea, anatembea katika uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatakuwa akifanya mambo yake hovyo hovyo, hatakuwa akifanya mambo kwa namna ya kutojielewa au kubahatisha. Ngoja tuangalie hii ni sawa ama si sawa, basi tutajua uko mbele. Atafanya mambo yake kwa basira, atafanya mambo yake kwa hidayah min Allah subhanahu, kwa sababu amepata tunu ya taqwa Allah jalla jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku taqwa, Allah azza wa jalla amempa ucha Mungu. Kwa hivyo hata kutembea kwake kuwa kadhalika atakuwa anatembea na nuru ya Allah azza wa jalla. Na hii ni karama, na hii ni fadhila na tunu, zawadi kubwa sana ambayo Allah azza wa jalla atawapa ucha Mungu hapa duniani.